tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu wanaojiita nani hilo jina hao eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hao. Hayo ndio maneno ambayo ameweza kuyaongea Rais Samia Suluhu Hassan baada ya Rais wa Kenya William Ruto alipowasili nchini Tanzania na kuzungumza na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni maneno mafupi ambayo ameweza kuzungumza. Kwanza Rais Ruto aliweza kuzungumzia kuhusu uwekezaji kati ya Tanzania pamoja na Kenya, lakini Rais Samia Suluhu Hassan alikazia kuhusu wapinzani wa serikali kwamba ni kuchapa viboko. Nadhani utaweza kumsikia vizuri, nitakuwekea hapo. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa. Mambo vipi mfuatiliaji wa Kanyuka TV? Asante sana kwa kuendelea kutufuatia. Karibu. Kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeweza kuandika ujumbe huu kufuatia kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan wakimshauri Rais Ruto kwa kauli hizo ambazo Rais Samia ameweza kuzungumza kuhusu wapinzani wake. Anasema kwamba John Heche katika akaunti yake Instagram ameweza kuandika haya. Akasema kwamba nafikiri Rais Ruto hatapokea ushauri huu, ushauri wa kuteka, kupoteza, kuua na kubambikizia kesi watu wanaokosoa serikali yake kwa mujibu wa sheria. Naomba utambue kwamba nchini Kenya kule ni nchi ambayo ina upinzani mkubwa sana. Tunaona hata Gachagua, moja kati ya wapinzani wakubwa, baadhi tu ya wabunge wa Senate ambao wamekuwa ni wapinzani wa serikali. Tunakumbuka kipindi kilichopita hapa niliweza kuwekea moja kati ya wabunge akimwambia Rais Ruto kwamba mimi sikuogopi, lakini nakuheshimu tu kwa sababu ni kama baba yangu, lakini sikuogopi, nitakwambia ukweli. Ni moja kati ya viongozi, nchi ya Kenya ni moja kati ya nchi ambayo ina vyama vya upinzani ambavyo vinakosoa hadharani na hakuna ambaye amekamatwa kwa kesi ya uhaini. Sasa hapa Chadema walikuwa wanaambatanisha yanayotokea Tanzania pamoja na Kenya, ukandamizaji huo pamoja na Kenya kule. Sasa John Heche aliweza kuandika hivyo kwamba nafikiri Rais Ruto hatapokea ushauri huu, ushauri wa kuteka, kupoteza, kuua na kubambikizia kesi watu wanaokosoa serikali yake kwa mujibu wa sheria. Demokrasia ni moja tu kama tulivyosoma tangu tukiwa darasa la 4. Sijawahi popote kuona tafsiri nyingine ya demokrasia ya Tanzania au ya Afrika. Kinyume cha demokrasia ni udikteta. Sidhani kama Wakenya ambao wamepigania na kupata uhuru wa bunge, mahakama, vyombo vya habari na sauti ya umma watakubali kurudishwa hapa Tanzania ilipo au zama za Moi na Nyayo House. Lakini nashangaa mtu ambaye amejitwalia madaraka kwenye jamhuri kushindwa kuelewa kwamba hii sio nchi ya kifalme. Pia kushindwa kuelewa kwamba kukosolewa sio utovu wa nidhamu na wakosoaji wako hawastahili kutekwa, kuwaua, kufungwa au kuchapwa mikwaju kwa sababu ya mawazo yao tofauti na yako na ya serikali yako. Hii haikubariki. Hayo ndio maneno ambayo ameweza kuandika John Heche kufuatia kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hapo umeweza kumsikia kwamba ni kuchapa tu viboko hawa wanaojiita, alishindwa kuwataja, lakini ni moja kwa moja wapinzani wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikusomee baadhi ya comment ambazo baadhi ya wadau wameweza kuandika hapa. Huyu akisema kwamba fikiria rais wa nchi jirani anasimama halafu anaongelea uwekezaji mkubwa katika nchi yako, wakati rais wa nchi yako anahamasisha wengine waue vijana. Moja kati ya wadau akiandika hivyo, akasema Mungu, hiki kikombe ulichotupatia kimetushinda, tunaomba utuondolee tu. Moja kati ya wadau akiandika hivyo. Mwingine akasema kwamba kwa haya aliyoongea sidhani kama Malawi ina mpango wa maridhiano. Akasema kwamba yani nimeshtuka kweli kwa hizi kauli da. Akasema anadhani uhuru wa Kenya kama Malawi haibu. Akasema I wondering. Akasema sawa, akaweza kutumia hivyo. Akasema Mwenyezi Mungu tunakuabudu, tunakushukuru hata kwa
kwa hili tunasema asante mno na utabaki kuwa Mungu. Akasema kwamba did she just say that? Akasema anapotea kwa kasi ya ajabu sana. Akasema dai say hili bakuli tupu kweli. Akasema ewe Mwenyezi Mungu, tuondolee hiki kiumbe kwa neema yako, wallahi wa hamdu wa Allahu Akbar. Akasema kama Ruto hayopokea, sisi wenye nchi tumepokea tena kwa mikono yote. Akasema yani Mungu amhurumia. Akasema ameonyesha kupanic na hawezi tena huyu mama kumtetea popote, ni nguvu sana, otherwise uwe mnafiki tu umtetea alafu ukikaa pembeni unamnanga. Moja kati ya wadau akiandika hivyo. Huyo akasema mnataka Radio 47 kuifanyaje? Akasema Ruto elimu ipo, ndio maana hotuba yake imesimama sana. Akasema Ruto watamtoa Ikulu na boxer mchana kweupe. Moja kati ya wadau akiandika hivyo. Akasema kwamba huyu mama kuna kitu anatafuta na atakipata tu. Akasema kwamba kwanza Kenya ikithubutu, anawajua wale watoto walivyo, na kingine Kenya katiba inawaruhusu kuingia barabarani bila bugdha, sasa athubutu. Lakini na hata sheria ya Tanzania pia inaruhusu kukusanyika na kutoa maoni hivyo hivyo kama Kenya. Akasema huyu yupo 1800, sisi sio Gen Z, we are 40 plus na hatuelewi kabisa. Haya ni baadhi ya maoni ambao baadhi ya wadau wameweza kuandika hapa. Nini maoni yako na wewe kufuatia kauli ya Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania? Tuweke hapo kwenye comment, make sure una subscribe ili wa kwanza kupata habari zetu. Hii ni Kanyuka TV.